بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، tumefika sasa katika kitabu hiki cha Al-Muqaddimah Al-Hadramiyya. Katika fasli sasa tuanza kukaribia mambo ya udhu, tuanza kukaribia mambo ya kutawadha. Ndio mpaka sasa hatujafika, lakini baki fasli hii kisha inayokuja ni mambo ya kutawadha. Lakini hapa sasa fasli hii Sheikh atazungumzia mambo yanayofungamana na mwili wa mwanadamu. Mambo yanayofungamana na mwili wa mwanadamu. Kuna vitu ambavyo sisi kama wanadamu ni sunna tufanye kwa mwili wetu. Kama vile ambavyo kuna ibada za kufanya za kumwabudu Mungu, pia miili yetu ina haki fulani. Kuna sunna fulani tunafaa tufanye nini? Tuzifanye. Sasa atazungumzia na ndio ujue dini yetu kwa imekamilika. Alhamdulillah. Dini inazungumzia pande zote za nini? Za maisha. Naam. Asema Sheikh rahimahullah, faslun fi khisal al-fitra. Soma. Faslun fi khisal al-fitra. بسم الله. أسمع الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع الشيخ رحمه الله فصل في خصال الفطرة. يسن السواك في كل حال، ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام، وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان، ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم، ولكل حال يتغير فيه الفم ويقرأ للصائم بعد الزوال. نعم. hapa yatosha. Bismillah. Tutaanza yani leo tutazungumzia mambo ya mswaki. Na sisi kuanzia leo hii sunna lazima tuitabikishe. Tufanyeni bidii. Sisi tulikuwa tukisoma hivi sasa. Tulikuwa tukisoma baadhi ya walimu wetu wakituambia vile tu siku hizi tumekuwa madhaifu. Tulikuwa walimu wetu kusambia sisi tukisoma, ilikuwa shekhe akifika mlango huu anauliza, haya miswaki yenu iko wapi wanafunzi ambaye hana mswaki anasimamishwa. Siku moja yasema kulikuwa na kijana akaenda mpaka nyumba ya shekhe kusoma. Kijana alikuwa katika ahlu bait, yani katika kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini shekhe si katika kizazi cha bwana mtume. Sasa shekhe akimpenda sana yule kijana na kana mtukuza ni kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Shataja mara nyingi mtoto wa mwalimu wako lazima utafanya nini? Tampenda. Sasa je, mtoto wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi almuhimu yule kijana akaenda kila siku. Basi mara nyingine akaenda ikiwa hajapiga mswaki, ikiwa hana mswaki, shekhe amwambia una mswaki? Sina mswaki. Shekhe amwambia basi leo tusome. Hakuna darasa. Lakini amwambia yani leo tusome, hakuna darasa. Lakini maskini hawezi kumfukuza. Huyu ni katika kizazi cha bwana mtume, amekuja ataka kusoma. Vipi nitamfukuza hivi? Anachengeza chai, anambia leo utakunywa chai. Anamwambia yule mtoto leo utakunywa chai. Lakini elimu ina haki yake. Elimu ina haki yake. Ni ukiisoma ufanye nini? Uifanyie kazi. Mpaka wanamsema wale wanazuoni wapenda kusema al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Elimu inaita kufanyiwa kazi. Ukijibu ule mwito, mambo yatakuwa sawa sawa. Usipojibu, ile elimu itakushopoka.
itaondoka, atakuwa huna elimu. Elimu lazima ifanywe kazi. Sisi katika zama zetu, katika shida tulizonazo ni kwa elimu, labda tunaweza kuwa tuna elimu taban si kama wale waliotangulia, lakini hatuifanyii kazi. Mtu aweza kuwa na elimu, yule mmoja mashairi wasemaje, ulumun ka amthali aljibali tarakabat, elimu kama majabali zimekusanyika. Wa a'malun fi jambihi mithlu qatrati, na amali kando ya jabali kama vitone tu vya maji. Yani hapo anakupa naswaha mwanafunzi, wewe mwanafunzi, umesoma fadhila za hii, umesoma hii ni sunna, umesoma hii ni kadha, umesoma hii ni mbaya, hii ni nzuri, bado wewe hushiki, mbona hufanyi? Kwa inshallah kuanzia leo tutafanya bidii. Mimi wazee wangu, lakini sasa tufanyeni bidii jamani, sunna hii ya mswaki. Na tutaona sehemu ambazo ni sunna kupigia mswaki. Ni muhimu sana tujue sehemu ama nyakati ambazo ni sunna kufanya nini, kupigia mswaki. Sasa asema shekhe, yusannu siwaku fi kulli halin, ni sunna wewe kupiga mswaki katika hali yoyote. Angalia, hali yoyote ni sunna kupiga mswaki, wakati wowote ni sunna kupiga mswaki. Allahumma usifanye nini? Usivuke mipaka. Usifanye nini? Usivuke mpaka. Yani si tumekwambia kwa hali yote, sasa umeketi mbele za watu, si mbele za watu nini, lakini umeketi darasani umetoa mswaki. Na siku moja manake kulikuwa na mwanafunzi amesikia ni sunna kupiga mswaki kila wakati. Basi maskini wajua tena kwa mwanafunzi labda mambo ya ile hikma, wajua kwa bado mdogo hauna hekima sana. Basi yule mwanafunzi paka kwenye klasi anafanya nini? Shekha akamwambia weka mswaki kando, sasa wakati wa nini? Darasa. Yule mwanafunzi kwa bado manake hana hekima sasa, akamwambia shekhe, yani wewe nikataza sunna? Yule shekha akamwambia sawa basi mwanangu, pia kungoa haya manyele chini ya kwapa sunna. Haya, vua ilo shati uanze kungoa mbele yetu. Yani tia akili, ndiyo ni sunna, lakini sio kuchupa nini mpaka. Ni sunna upige mswaki kila wakati. Tamam? Nasema fi kulli hali, katika hali yoyote. Sawa? La ilaha illa Allah rasulullah. Kisha sema wayataakadu, na hiyo sunna inatiliwa mkazo sana, lilwudhui, wakati wa kutawadha. Haya tujiangalie sisi. Wayataakadu yani inatiliwa mkazo, yani ni sunna zaidi. Sasa hapa kidogo manake tujue, tupate faida fulani ya kielimu. Naweza kuwa ngumu kidogo, lakini haya sisi sasa hiki ni kitabu cha 3 tutasoma, lazima kidogo tuchangamshe bongo. Maulama watuambia nataka tusikizane uzuri hapa. Manake inshallah sote nyote hapa mna watoto. Tukiamiliana na watoto tujue namna tunavyoamiliana nao. Na pia si watoto tu, hata watu wengine. Maulama wanatuambia sunna ni nyingi. Sawa? Lakini sio kila sunna ukiwacha ni makruh. Sio kila sunna ukiwacha. Fikiri labda nishaikutaja kama hivi ama kuashiria. Sio kila sunna kuacha ni makruh. Ukiwacha utakwambia umeacha sunna, lakini kuna sunna nyingine ukiwacha nini? Ni makruh. Mfano, sisi tumesema kupiga mswaki kila wakati ni sunna. Sasa wewe umeketi hapa msikitini dakika 5-10, hujapiga mswaki, umefanya makruh. Umefanya makruh. Pamoja na kuwa kupiga mswaki ni sunna. Sijui kama hapa tumeelewana. Lakini ingekuwa ama kitu chochote ambacho ni sunna kililotiliwa mkazo, basi kuacha pale inakuwa makruh. Sasa maulama wanatuambia wakati gani sunna inakuwa yenye kutiliwa mkazo? Maulama wanatuambia sunna inakuwa ni ambayo imetiliwa mkazo ukipata bwana mtume ameikazania sana. Yani tuseme amekazania ni kuwa hajawahi kuiwacha, haiwachi. Mfano kabla ya alfajiri, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hawachi. Akiwa yuko nyumbani, yuko Madina, akiwa ametoka jihad, hawachi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitaka kujua sunna, wewe ukisikia katika labda mkisoma vile vitabu vya fadhail, vile vitabu vya kueleza sunna, ukiona bwana mtume alikuwa hawachi jambo fulani, sawa akiwa Madina, sawa akiwa nje ya nini Madina, ujue hiyo sunna imetiliwa mkazo. Maana yake sunna hiyo kuacha nini? Tumeelewana?
Sunna nyingine ambayo la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sunna nyingine ambayo inakuwa ni makruhu kuacha ni ikiwa imekuja katika hadithi kwa sigha ya karibu na wajibu, sigha ya kuonyesha usiache kabisa, ile kama sunna alfajiri labda ama sunna za rawatibi kabla ya swala, baada ya swala, zile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokea kuwa alikuwa haziwachi, sio yeye amelizitilia mkazo kwa ulimi wake, la, ni kwa vitendo alikuwa hawachi. Hii nyingine mfano wake ni kama tahiyatul masjid ama swala ya witri. Swala ya witri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, swalini witri enyi watu wa Qur'ani, autiru ya ahla alquran, swalini witri enyi watu wa Qur'ani, faman lam yutir falaysa minna, yule ambaye haswali witri basi si katika nini, si katika sisi. Subhanallah. Basi pale unaona hii swala ya witri inakuwa ni yenye metiliwa nini, mkazo sana. Ndio maana hata kuna baadhi ya maulama wakwambia witri ni wajibu, si sunna tu, ni daraja kidogo juu ya sunna. Sawa. Haya, nini etoje sababu ya pili? La ilaha illallah. Sababu ya tatu inayofanya sunna iwe ni ilotiliwa mkazo ni kitu upate maulama wamekhtalifiana. Baadhi ya maulama wasema ni wajibu, baadhi ya maulama wasema ni sunna. Mfano bismillah katika nini, katika kutawadha. Bismillah katika kutawadha kwetu lazima, kwetu si lazima, ni sunna. Lakini madhhabu ya Imam Ahmad bismillah ni lazima. Sasa tutakwambia bwana, angalia, itabidi wewe madhhabu yako ya Imam Shafi bwana ujue bismillah ni sunna, tena imetiliwa mkazo sana, kwa ajili baadhi ya maulama wamesema ni wajibu. Sasa ukiona sunna ni moja katika hizi tatu, imma kuna maulama wamesema, baadhi ya maulama wamesema ni wajibu, yani kuna khilafu katika hiyo sunna, au bwana Mtume alikuwa haiwachi kabisa ile sunna, au bwana Mtume mwenyewe kwa ulimi wake ameashiria kuwa hili ni jambo usiliwache. Basi hizo aina tatu ama hizi sababu tatu zafanya sunna fulani iwe ni sunna muakkada, sunna iliyotiliwa mkazo. Na ukiwacha sunna kama hili inakuwa umefanya jambo la makruh. Mpaka hapa tuko sawa na hakika, alhamdulillah. Asema shekhe, wa yataakadu lilwudhu. Sasa inatiliwa mkazo sana hii kupiga mswaki, inatiliwa mkazo sana. Wakati gani? Wakati wa kutawadha. Wakati wa kutawadha, wewe ukitaka kutawadha ni sunna ufanye nini? La ilaha illallah, ni sunna, tena ni sunna kubwa sana, tena ni sunna kubwa sana. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, laula ashuqa ala ummati, lau mimi ingekuwa si wahurumi umma wangu, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, ningewaamrisha kupiga mswaki katika kila nini, kila udhu. Na katika riwaya nyingine nasema katika kila swala. Wewe kila unapotaka kutawadha piga mswaki, usikose. Sawa? La ilaha illallah. Asema shekhe, waswalati na nini, na swala pia. Ukitaka kuswali kila swala, sio kila swala tu, angalia kwambiaje hapa, waswalati likulli ihramin, na swala katika kila takbira ya nini, ya ihram. Yani mfano wa swali tarawih, utapiga ihramu mara ngapi? Si swali mbili, kwa hivyo mara 10. Tarawih pekee yake itakuwa 10 pamoja na witri 11 2, na ikiwa itafanywa 2 pekee yake kisha moja itakuwa, yani tuseme mara 12, sio? Basi wewe si eti upige mswaki mara moja useme tarawih si swala moja yote, tukwambia ndio swala moja, yani ndio jina moja, lakini kila raka 2 ni kivya. Kwa hivyo tunataka kila takbira ya ihram ukipiga unafanya nini? Na ndivyo tulivyozoea maisha yetu. Kila swala mpaka shekhe letu siku moja amekasirika, habibi asema, taona watu wengine bwana wanaona haya kutumia mswaki. Taambiwa wako nyuma bwana, mambo yenu ya kizamani, wanaona haya kutumia mswaki, lakini hana wasiwasi kabisa kuvuta sigara. Wewe unaogopa kutumia sunna bwana Mtume, kisa na maana waogopa kuambiwa wewe uko hujaendelea na huna haya kutumia kitu ambacho ni haramu. Utakwenda kumwambia nini Mola wako? Subhanallah, mambo mizani imekuwa kichwa chini miguu juu, sio? Subhanallah. Almuhim, sawa, wa yatakadu lilwudhu wassalati. Tamam? Na si swala tu jamani, hata vitu vilivyofanana na swala. Mfano vitu vinfanana na swala kama nini?
Itakuja kusoma Qur'ani. Vitu vilivyofanana na swala ni sijda ya tilawa na sijda ya kushukuru. Wewe labda usoma Qur'ani, Bismillahirrahmanirrahim, wasjudu waqtarib, si sunna usujudu, piga mswaki. Ama umetokewa na kheri, pata zare, pata pesa, pata gari la zare, maana kendo watu waona ni neema. Neema si hiyo bana. Inshallah Mungu atuingize peponi tuone neema sawa sawa. Almuhim, wewe mwenyewe ulikuwa utarajia nataka kutoka da'wa, lakini huna istidadi, mara pa Mungu akakufungulia, bwana twende, istidadi juu yangu, alhamdulillah. Ama ukapata istidadi, wataka kushukuru sasa, wataka kusujudu sijda nini ya kushukuru, piga mswaki. Ni sunna upige mswaki, sawa? Ni sunna imetiliwa mkazo. Likulli ihramin, kwa kila ihram, sawa? Kwa kila ile takbir. Hiyo mahali pa pili. Mahali pa kwanza wudhu, mahali pa pili swala, mahali tatu sema wa iradati qiraati alqur'ani, na ukitaka kusoma Qur'ani. Unaona kwamba itatajwa kando hivi. Ukitaka kusoma Qur'ani pia ni sunna fanya nini? Piga mswaki. Wal hadith, na hadithi, ukitaka kusoma elimu ya hadithi ni sunna upige mswaki. Imam Malik, yani katika mambo yake ya kushangaza, Imam Malik, Mungu amrehemu na Mungu awe radhi naye, ilikuwa ni msomi katika fani nyingi. Afundisha fiqh, afundisha hadithi, afundisha elimu nyingi. Elimu zote nyingine wewe ukimpata njiani ukimuuliza anaweza kukujibu, isipokuwa elimu ya hadithi. Ukimwambia wataka hadithi hawezi kukujibu huko amesimama. Unakasema hili haya maneno ya nani? Sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani yeye alikuwa anayapa ile maneno heshima kama ambaye bwana Mtume ndo anazungumza bado yuko hai. Mpaka yasemekana alikuwa akitaka kufanya darasa ya hadithi hafanyi hivi hivi, anauliza wale wanafunzi, leo lini? Leo nini? Leo ni hadithi. Hatoki kama kawaida, anaenda anaoga, anapaka manukato, anatoka na kanzu nzuri na juba nzuri sana, anaingia pale, anaketi, amepiga mlemba wake, anaketi sasa, anawafundisha hadithi. Na alikuwa hafurahi mtu akiinua sauti. Kiinua sauti anasema, wewe mbona unainua sauti? Hukumsikia Mwenyezi Mungu asema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi? Kumsikia Mwenyezi Mungu asema msiinue sauti zenu juu ya sauti ya bwana Mtume? Haya maneno ya nani? Anakasirika sana Imam Malik. Subhanallah. Paka mara nyingine wanatoa kisa, wanasema siku moja na Imam Malik, wanasema siku moja Imam Malik ameketi anatoa darasa ya hadithi, mara uso wake ukabadilika ukawa mwekundu, maskini ukawa mwekundu sana, hawajui kuna nini. Darasa ilipoisha sasa, akaita mwanafunzi, hebu njoo hapa nyuma, kuna kama nge scorpion amefanya nini, amemuuma. Wanasema wapokezi wa kisa wamemuuma zaidi ya mara 16. Yule amemdunga hivi zaidi ya mara 16. Wale wanafunzi wakamwambia, ya Imam, sasa wewe mbona hukutuambia tangu walipoanza kukudunga? Nasema mimi nilikuwa naona haya mimi nisimamishe maneno ya bwana Mtume kwa ajili tu ya dudu. Hii ndio taadhima waliokuwa nayo. Kwa hivyo ni sunna wewe ukitaka kusoma hadithi pia ufanye nini? Upige mswaki. Kisha wa dhikri, na pia ukitaka kuleta dhikri, yote ni sunna ufanye nini? Sunna upige mswaki. Ni sunna hata ukitaka kuanza darasa ya elimu, ukitaka kusomeshwa ni sunna ufanye nini? Upige mswaki. Sawa. Wasfirari asnani, na meno yakiwa rangi gani? Meno kawaida yanabadilika rangi na kwa rangi ya yellow. Meno yakiwa rangi ya njano ni sunna ufanye nini? Yani ni sunna imetiliwa mkazo sana, upige mswaki. Wadukhuli albayti, haya wenye wake hao, wadukhuli albayti, na kuingia nyumbani na kuingia chumbani ni sunna imetiliwa mkazo. Maana wewe utakuwa una mazungumzo ya karibu sana na ahli yako, una machezo na ahli yako, si uzuri uende afe ndio mwanuka. Ni sunna imetiliwa mkazo. Kwambia sheria, alhamdulillah, sheria imezungumza kila kitu. Wal qiyam minan nawm, ni sunna pia ukiamka tu kutoka usingizini, ile ukiamka una mswaki pale, ukiamka ni uzuri ile mswaki uko kando hapo, ili ukiamka usifanye lolote pale kwanza, wapiga tu mara moja haya chenda zako. Asema wal qiyam minan nawm, na kuamka kutoka kwenye usingizi. Wa iradati an-nawm, na kutaka kulala, na kutaka kufanya nini? Kulala. Ni sunna wewe ukitaka kwenda kulala ufanye nini? Upige mswaki, ni sunna. Watu wadhani mambo ya kizungu, Huyu muallif ameandika kitabu hiki, niliwaambia amekufa miaka 800 takriban na 50 ndio amezaliwa. Miaka 850 amezaliwa. Hiyo miaka mingapi iliyopita? Subhanallah.
ametaja kuwa ni sunna wewe ukitaka kwenda kulala piga mswaki, na zimekuja yani manake dalili, wanazo dalili. Walikulli halin yataghayyaru fihi alfam, na katika hali yoyote ambayo mdomo unafanya nini, unabadilika. Katika hali yoyote ambayo mdomo unabadilika ni sunna ufanye nini, ni sunna yani imetiliwa mkazo sana, imetiliwa mkazo sana. Ima mdomo unabadilika kwa rangi au kwa harufu ama kwa taste, au umeketi hivi ona kama sijui mdomo wangu uko vipi, basi ni sunna ufanye nini, ni sunna yani imetiliwa mkazo upige mswaki. Sawa. Wayukrahu lis-saimi. Sisi tumesema mswaki ni sunna, lakini kama tulivyoanza bismillah mwakunga tukasema bismillah, wakati mwingine ni haramu, wakati mwingine ni mubaha, wakati mwingine ni hivyo, wakati mwingine basi mswaki pia ni hivyo hivyo. Si ni kitendo cha mwanadamu jamani, na niliwaambia elimu ntamu. Wewe umesikia mswaki ni sunna, sima wakati wote mswaki ni sunna. Kuna wakati ni makruh kama tutakavyotaja, kuna wakati ni haram, kuna wakati ni wajibu mswaki. Sasa akwambia Sheikh rahimahullah, wayukrahu lis-saimi ba'da az-zawal, wayukrahu lis-saimi ba'da az-zawal, na ni makruhu kupiga mswaki kwa alofunga, kwa yule mtu alofanya alofunga. Sasa mmefunga ni Rajabu, mafunga karibu kila siku. Sikiza saa ngapi? Ba'da az-zawal, baada ya zawal, baada wakati wa dhuhuri. Baada ya dhuhuri ni makruhu wewe kupiga mswaki. Ndio kauli yenye nguvu kwenye madhehebu yetu. Kwa nini? Dalili nini? Nyinyi bwana mtuombe mswaki sunna, kisha sasa mtuombe makruh. Imam Shafi akwambia Mwenyezi Mungu katika fadhila za mswaki, Mwenyezi Mungu anasemaje? La khalufu famu saimi ahabbu ilayya min rihil miski, ile harufu ya mdomo wa yule alofunga, harufu ile ni nzuri kuliko harufu ya miski. Kawaida mtu akifunga hususan kama amefunga sawa sawa, utaona yeye azungumzi sana, ana maneno mingi na gesi huwa lina kusanyika kwenye tumbo, manake hajala muda, basi mdomo huwa kuna harufu fulani kwele morongo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hii harufu hata kama wanadamu wanaichukia, mimi naipenda kuliko harufu ya miski. Subhanallah. Sasa Imam Shafi akasema ukipiga mswaki ile harufu inabaki kama waitoa. Sasa watu wa kitu ambacho Mungu yupenda, angalia namna ambavyo maulama wanafikiria. Ndio akafanya istimbati akasema basi mswaki baada ya zawali. Manake mara nyingi ile harufu haiji asubuhi. Manake asubuhi umekula daku, kwa hivyo huwa mara nyingi asubuhi, lakini baada ya dhuhuri ndio ile harufu inakuja sana. Basi baada ya dhuhuri makruh kupiga mswaki. Ikiwa umefunga, ikiwa umefanya nini? Ima umefunga ama si eti umefunga lakini umezuia huli kwa sunna. Yani kama tulivyosoma kwenye Safina, labda tuliashiria kidogo kuwa kuna watu ambao ni sunna Ramadhani hata kama hawajafunga, lakini ni sunna wajizuie. Mfano mwanamke ambaye ametahirika mchana wa Ramadhani, ametahirika mchana wa Ramadhani, hasa ile siku imekwenda na maji, atailipa, lakini ni sunna afanye nini? Afanye insaki, ajizuie asile. Sasa tamwambia haya, madamu wewe ni sunna pia ujizuie, basi baada ya dhuhuri ni makruh ufanye nini? Upige mswaki. Tumeelewana? Kwa hivyo kupiga mswaki kwa mtu alofunga baada ya zawali ni makruh. Lakini baadhi ya maulama wakwambia la, si baada ya zawali, si baada ya wakati wa dhuhuri, bali baada ya alasiri. Na hii ndio ilikuwa mashekhe zetu wakifanya kazi nao. Yaani hii mashekhe zetu wamechukua kauli hii. Ni kauli katika madhehebu lakini ni kauli dhaifu. Kauli yenye nguvu ni kuwa baada ya dhuhuri usipige mswaki, makruh. Lakini kuna kauli dhaifu, na hii ndio kauli mashekhe wameichukua. Kuwa mpaka baada ya alasiri. Mpaka kama mashekhe zetu wanatuambia sisi tumepokea kwa mashekhe zetu kuwa wanatumia mswaki mpaka ikifika swala ya alasiri. Ile swala ya alasiri akishapiga kisha basi hashughuliki tena na nini, na mswaki. La yubali bisiwak, hajali tena kuhusu mswaki, haitumii tena mswaki baada ya alasiri. Sawa? Kwa hiyo taangalia wewe mwenyewe. Lakini kuna na kauli nyingine yasema la, bali si makruh kabisa siku nzima. Kauli ya Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi pia ni imamu katika madhehebu yetu. Sasa yeye akwambia la, yeye ametagua, ameona kama ambaye dalili zilizo na nguvu ni kuwa mswaki si makruh hata baada ya nini? Baada ya zawali. Na si mahali pa khilafu. Wewe tu kwa leo unaona nini haivunji baada ya mtu wala. Sawa? Kwa hiyo ni makruh kupiga mswaki kwa mtu ambaye amefunga baada ya wakati wa dhuhuri. Haya. Lakini makruh wenyewe unakuja ikiwa yule mtu la ilaha illallah, ikiwa yule mtu hajalala,
Leo wewe ulilala asubuhi. Saa 4 labda umelala kailula. Ukiamka saa 7. Lazima mdomo ufanye nini? Utabadilika. Sababu ya kubadilika ni nini? Si kufunga. Sawa, itakuwa kufunga pia, lakini itakuwa kulala. Wamaanisha kufunga mdomo. Naam, kufunga mdomo. Sawa. Lakini kwa ajili ya kulala. Wale kulala ndio imeathiri ikafanya mdomo harufu hizi. Sasa je, pale makruhu umekhtalifiana maulama. Na sasa mimi sishaanza kuwatajia maulama wa madhhabi yetu. Tafadhali muwatajie kabisa. Ibn Hajar anasema bado makruhu uko pale. Niliwatajia kuna Ibn Hajar na nani niliwaambia nitawatajia sana. Mshasahau. Ramli. Al-Imam Ar-Ramli. Si lazima uwajue hawa. Wewe utaangalia kama unataka kuandika kauli moja katika zao ili wote wametoshana. Utachagua yule unayemtaka. Huku sisi kwetu sana tunachukua kauli ya Ibn Hajar. Ibn Hajar anakuambia hata kama umelala ukaamka baada ya wakati wa dhuhuri makruhu kutumia nini? Mswaki. Lakini Al-Imam Ar-Ramli akwambia la, maadamu umelala yale mabadiliko ile harufu sababu yake ni kulala, sio? Basi imesameheka. Piga mswaki. Mswaki ni sunna ili utoe tu ile harufu. Kisha baada hapo inabaki ni makruh. Tumeelewana? Kuna wakati kupiga mswaki ni haramu. Ukichukua mswaki wa mwenzako upige bila ruhusa. Haramu kupiga mswaki. Kuna wakati kupiga mswaki ni lazima. Wakati gani ni lazima? Mtu labda ana najisi baina ya meno yake, najisi. Na labda anataka kuswali. Na ile najisi haiwezi kutoka isipokuwa akipiga mswaki labda, yani kama haiwezi kutoka isipokuwa kupiga mswaki. Tutamwambia sasa imekuwa kupiga mswaki nini? Maana yake kuondoa najisi nini? Lazima. Tumeelewana? Kwa hivyo shasema wakati gani sunna, wakati gani faradhi, wakati gani makruh, wakati gani ni acha sisi sana. Allahu akbar Allah. Sawa? Kwa hivyo hizo ndo ahkamu za kupiga mswaki. Sasa inshallah mzitaje tutaziandika. Tutaendelea sasa utatumia kitu gani kupiga mswaki? Ni bora utumie kitu gani? Tutazungumzia inshallah katika darasa linalokuja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.